Kwanza tuna shukrani tatu leo. Shukrani ziko ngapi? Ziko tatu. Shukrani ya kwanza ni kwamba leo mwaka mpya tumeabudia juu ya ukumbi wetu wenyewe ukiwa umeezekwa. Hebu angalia juu, alafu sema asante Yesu. Shike mkono mwenzako, mwambie ni kazi yako wewe mwenyewe, ni Mungu wako amekupa nguvu ya kufanya haya. Shukrani ya pili ni kwamba tunavuka mwaka, tunatoka mwaka 2025, mwaka wa malango kuinuka ili mfalme wa utukufu aingie. Malango yameinuka, hajainuka? Shukrani ya tatu ni kwa sababu umetoka kwenye vita kubwa sana na umeshinda, na Mungu amekupa ushindi mkubwa sana. Hebu mpigie Bwana makofi kwa sababu ya ushindi ambao Mungu amekupa. Nimewahi mapema kuwakatiza watu wa Platform Choir kwa sababu wana nyimbo nyingi na imebaki dakika 4 tu ili ifike saa 6. Kwa hiyo niliwaza kwamba wanaweza wakaimba mpaka saa 6 alafu tukashindwa kupokea mwaka mpya vizuri zaidi. Tusome kwa pamoja wale wenye Biblia takatifu kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 27. The Book of Acts of Apostles and chapter 27 na mstari wa 25. Matendo ya Mitume sura ya 27 mstari wa 5. Basi wanaume, changamkeni. Mwambie mwenzako changamkeni. Tikise mwenzako, mwambie changamkeni. Kwa sababu kuchangamka kwenyewe ni kwa sababu na mwamini Mungu ya kwamba yatakuwa vile kama nilivyoambiwa. Niliambiwa nini? Wewe unajua niliambiwa nini? Sasa changamkeni. Mwambie wenzako changamkeni. Yatakuwa vile juu ya maisha yako kama mimi nilivyoambiwa. Changamkeni. Tutashare hili neno baada ya kuwa nataka kufundisha, lakini nilitaka niseme maneno mawili matatu kwamba Mungu amekupa ushindi. Umethibitisha kwamba ni mpiganaji asiyekuwa wa kawaida. Kuna siku moja Mfalme Daudi, mtu wa vita tangu jana wake, alikwenda vitani. Na kwenye vita hiyo akapata ushindi mkubwa sana. Aliporudi Daudi akamwambia mkuu wa majeshi, pamoja na kwamba tumeshinda vita, hebu nenda kawahesabu askari, maana nawaona mmerudi vitani, panga zenu zimejaa damu na mavazi yenu yamejaa damu nyingi. Hebu mkawahesabu wanajeshi waliokwenda vitani, walienda wangapi na wamerudi wangapi. Lengo la Daudi lilikuwa ni kwamba alipoziona panga na mavazi yamejaa damu ya askari wake, akawa nawaza kuna baadhi ya askari wamepungua kwa sababu ya vita. Kwa hiyo mkuu wa majeshi akaenda kuwahesabu. Hii ndiyo taarifa aliyowaletea. Akamwambia, Mheshimiwa Mfalme, ile idadi ya watu waliokwenda vitani nimeenda kuhesabu, imekuwa ni idadi ile ya watu waliorudi kutoka vitani, na vita tumeshinda. Bwana ni Bwana wa vita, Jehova ndio jina lake. Kanisa lisilojua vita sio la Yesu Kristo. Kanisa la Yesu Kristo halikuzaliwa kwenye hoteli, limezaliwa msalabani, wakati mwanzilishi wake amevaa taji ya miba. Limezaliwa msalabani wakati mwanzilishi wake
akiwa na taji ya miba. Hebu tusimame tumpigie Bwana makofi makubwa kabisa. Piga makofi makubwa kabisa. Na sasa ni saa 6 kamili usiku, mwaka mpya. Na sasa ni saa 6 kamili usiku, mwaka mpya. Mshike mkono mwenzako. Kama ni mwanaume, tembea dada au kaka, mwambie umevuka miaka. Mwambie pamoja na magumu yote umevuka. Pamoja na shida yote umevuka miaka. Pamoja na matukano yote umevuka mwaka. Rendolo popose. Emoshondolo. Remarabashetelele. Acha harufu yako iene kwa mataifa yote, tuone uzuri wako Bwana. Patakatifu pako